Mungu amekupa nguvu mpaka umesahau kwamba yuko anayetoa nguvu, umeanza kutegemea nguvu zako. Mungu amekupa pesa mpaka umesahau anayetoa pesa, ukaanza kutegemea pesa, umekuwa mbabe kwa ajili ya pesa. Mungu amekupa elimu mpaka umekuwa mbabe kwa sababu ya elimu ulionayo. Mungu amekupa mamlaka mpaka umejisahau, unatumia mamlaka vibaya, umesahau yuko mwenye mamlaka ya juu aliyekuazima wewe. Mungu amekupa vitu vya aina hiyo duniani, ukaanza kuvitegemea, na wewe pengine ulikuwa ni mtu mzuri tu, Mungu alipokukunjulia tu ukasahau. Sasa pale Allah anakupiga konzi kidogo, anakunyang'anya kidogo kwa ajili ya maslahi ya akhera, kwa sababu kule akhera kule ndio maisha ya milele, hapa ni maisha ya kupita. Sasa wewe umejisahau mpaka umehisi kama uko milele, unategemea nguvu, pesa, mali, nini, sauti, watu. Wakati mwingine unasema mimi na watu bwana, wewe usinione hivi hivi, wako watu mimi wakunisimamia bwana. Watu wakusimamia. Mungu anaweza akakutoa mjini ukapata tatizo nje ya mji kabisa, hakuna hata mtu wako mmoja. Hiyo ni konzi, sio konzi. Uko nje ya mji umepata tatizo la ajabu nje ya mji, kwa sababu ulikuwa unasema mimi na watu. Kule hakuna mtu wako, pengine sehemu ambayo hata mtandao hakuna, umepata tatizo. Wale watu wako wanakusaidiaje kule? Hawakusaidie. Kwa hiyo unaweza ukapiga siku nzima ukahangaika, chakula kikakuishia, baadaye ndio unapata nafasi ya kuweza kutoka kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ulikuwa umepigwa kwenzi kidogo, kukumbushwa tu yuko anayesimamia, sio wewe. Kwa nini amekuzindua hivyo Allah? Kwa ajili ya maslahi ya akhera. Ulikuwa unaanza kukosea.